Kwa hiyo utajiri hauletwi na elimu na ajira haileti utajiri. Sasa kwa tafasiri hizo inaonyesha kwamba utajiri unaletwa na kuna wale tu walioweza kuona matatizo kwenye jamii na wakayatatua, regardless wamesoma au hawajasoma. Katika episodi yetu ya leo tunajibu lile swali ambalo limekuwa likizua mijadala mingi sana kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo hata mitandao ya kijamii. Je, ni swali gani hilo? Ni swali ambalo linauliza, je, ajira au biashara? Kati ya hivyo vitu viwili ni kitu gani ambacho kitakufanya uwe tajiri? Sasa katika kulijibu swali hilo, leo niko na mtaalam ambaye ana experience ya kutosha ambaye ataenda kujibu swali letu. Tuko na Engineer Kabenda. Naomba niweze kumkaribisha ili aweze kujitambulisha zaidi. Sisi tunamtambua kwa hilo jina, lakini na uhakika na vitu vingi sana vya kujitambulisha kuhusiana na wasifu wake. Engineer, karibu sana. Nashukuru sana Ima. Actually jina yangu naitwa Kabenda Balete, ni mhandisi lakini pia ni mshauri mwelekezi wa biashara. Yaani pia ni certified coach and mentor. Ninafundisha personal development, maendeleo binafsi, life coaching, lakini pia ni mtaalamu wa mambo ya fedha. Ninafundisha usimamizi wa fedha binafsi, lakini pia na kucontrol madeni. Kwa hiyo ninafanya mambo hayo. Ndio. Bahati nzuri ni kwamba mimi mwenyewe niliwahi kuajiriwa na nafanya biashara. Kwa hiyo swali lako ni swali zuri kabisa kwamba ninaweza kulijibu. Okay. Yeah. Ya, basi nashukuru sana pia Engineer kwa kuweza kufika kwenye podcast yetu, na ni furaha kubwa kwa sababu na uhakika baada ya hapa elimu hii inaweza ikawagusa Watanzania mbalimbali. Sasa bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kwenye mada yetu kama ambavyo nimeitambulisha hapo mwanzo. Ima, kabla sijaenda kwenye utajiri kutoka kwenye ajira au kwenye biashara, nadhani tujiulize kwanza utajiri maana yake nini? Ndio. Mimi huwa nina tafasiri zangu, labda zinaweza kazi zikatofautiana na wengine, lakini kuna tofauti kati ya utajiri na ukwasi kwangu mimi. Lakini pia hata Robert Kiyosaki ajaribu kuonesha kwamba ukwasi ni sehemu ni ule utajiri uliopitiliza, kwamba asset ni nyingi kukompea na liability na expenses, matumizi na vitu vinavyochukua hela kutoka mfukoni mwako, kiasi kwamba ni almost zero. Yani hata ukitumiaje na hata uwe na vitu gani vinavyochukua pesa kutoka mfukoni mwako haviwezi kukaribia kipato chako. Huo ni ukwasi. Utajiri umechanganya, una kipato kizuri lakini kuna liability, lakini kuna expenses, ambapo sasa kwamba ukicheza vibaya unaweza kupoteza utajiri. Kwa hiyo sasa katika tafasiri ya kawaida ya Kitanzania kwamba utajiri at least mtu awe financial free, kwamba kipato chake kinazidi matumizi yake na pesa zinabaki za kufanya vitu vingine. At least hapo tunaweza kusema huyu mtu ni tajiri. Lakini sasa huu utajiri wake lazima uwe endelevu. Unaweza kuhamishika angalau kutoka kwake kwenda kwa watoto wake, labda hata kwa wajukuu. Lakini kama una kipato ambacho kinakutosha wewe peke yako, na chanzo chake labda ni lazima wewe uwepo, usipokuwepo hela haziingii, au sio utajiri. Utajiri lazima kwanza fedha zinapokuja, hata usipokuwepo wewe, basi vyanzo vyako vinapunguzia pesa, lakini pia unahamishika kutoka kwako kwenda labda kwa watoto wako, hata kwa wajukuu wako. Huo ndio tunaita utajiri. Sasa swali lako linasema ajira na biashara, kipi kinaweza kukupa utajiri? Kwa tofauti hiyo tu, unaona ajira inaqualify? Kwa upande wangu niseme sasa, mimi kwa mtazamo wangu mimi naweza nikatoa mfano kwa zile nchi ambazo zimeendelea, kwa sababu naona bado Tanzania tuna changamoto ya data.
nimejaribu kuangalia, nimeona kunawa CEOs nikiwa na maanisha wa hizi kampuni kubwa, mfano Apple, Microsoft. Nimeona wale kwa kiasi kikubwa wapo kwenye ile list ya watu ambao wana utajiri mkubwa, lakini bado ni sehemu ya kuajiriwa. Bill Gates ni tajiri, lakini kawaajiri hao ambao pia ni CEOs ambao ni matajiri. Nadhani ukiangalia kwenye list ya Forbes ya matajiri, ushai kuona tajiri ameandikwa pale afu wamesema chanzo cha utajiri ajira? Hapana, sijai kuona. Kwa hiyo taarifa yako sijui umetoa wapi? Ni kweli wana pesa nyingi, lakini kwenye list ya matajiri hawamo. Labda kwa sababu wale ni matajiri sana labda ndio maana hawamo. Exactly, kwamba kwenye ile list ya matajiri hata ukichukua wa kwanza mpaka 2000 hakuna sehemu ambayo utaambiwa chanzo cha utajiri wa huyo mtu ni ajira. Kupata kipato kikubwa, halafu wewe umeajiriwa, kuna vitu vingi ajira inakupa. Kuna uhuru, sio unaelewa? Wa kufanya mambo mengine huku, chanzo cha kinachokuletea pesa kikiendelea kukuletea nini? Pesa. Sasa ukimchukua CEO wa Google, sasa ukaja kumlinganisha na mfanyakazi wa Manzese, unakuwa unakosea. Kwa sababu hata yule mtu mara nyingi wale watu wanapewa hisa na yale makampuni. Sio kama unafahamu. Yaani wanapo negotiate kwamba nataka nije niwe CEO wa kampuni yako. Sehemu wanazo negotiate ni kupewa sehemu ya stake, sehemu ya kampuni. Huwa wanapewa hisa. Kwa hawajabezi zaidi na mshahara. Hawajabezi na mshahara. Sio unaelewa? Lakini pia hapa tunazungumzia watu ambao wameajiriwa, wanatamani kuwa matajiri. Sidhani kama unaweza kuwa tajiri ukiwa umeajiriwa. Lakini unaweza ukawa na kipato kizuri. Kwa tafasiri yangu ya utajiri ambao unahamishika kutoka kwako kwenda kwa watoto wako na wajukuu, ajira yako unaweza kuhamisha? Haiwezekani. Hapana, unless labda kama hicho chanzo chako cha mapato ukipeleke kwenye kuanzisha nini, unarudi kule, lazima uanzie biashara au uwekeze kwenye makampuni mengine ambapo yale makampuni yatakuwa nakupa gawio kubwa kulingana na kipato chako. Kwa sio rahisi, na ni mchakato ambao ni almost ni ajira, kujiajiri fulani. Lakini bado na mimi niendelee kuangalia kwa upande wa swala zima la ajira. Kwa sababu pia kwenye ajira kuna watu ambao wanalipwa ni mishahara ambao ni mikubwa sana. Sasa mfano huyo mtu akawa anajitahidi kupunguza labda matumizi kama ambavyo tunaambiwa, ili kipato chake kiendelee kuwa kikubwa, labda akaongeza elimu aendelee kulipwa zaidi. Hiyo haiwezi kumfanya kuwa tajiri. Kwanza elimu haikufanyi upate kipato kikubwa. Kuna watu ni maprofesa kipato chao kidogo kuliko mtu ambaye sio profesa na degree moja tu. Kwa hiyo elimu haiongezi kipato chako. Isipokuwa maarifa ulionayo na uwezo wa kutatua matatizo ya biashara za watu ndio yanakufanya upate pesa nyingi. Lakini pia hivi hao watu wanaozungumza ma CEO ya makampuni makubwa, kweli kila mtu anaweza kafika huko? Kwa sababu mimi nikichunguza hata watu nao waona ni masio kwenye makampuni makubwa, ukikaa nao, these people are talented man. Wako talented sana. Sio elimu tu ndio imefikisha pale. Hapana. Unakuta mtu ana talent kwenye mambo ya technology, ana talent, na ndio maana unakuta hata makampuni yanawagombania. Kwa hiyo hiyo ni ligi nyingine kabisa ambayo huwezi kaifananisha na mtu ambaye ameingia kwenye ajira zenye viwango, au unakuta yeye mwenyewe uwezo wake ni mdogo. Yaani unakuta mtu mwingine yeye anasema mimi ni professional, nataka na excel kwenye professionalism, na ana talent kwenye hiyo area. Huyo mtu ni tofauti kabisa na mtu wa kawaida ambao tunasema tafuta ajira uwe tajiri. Ni tofauti kabisa. Kwa nataka kumaanisha mtu anaweza akawa na elimu kubwa lakini pengine asiwe na talent ambayo inaweza ikamfanya awe ana solve matatizo ya labda kampuni au kabisa wanajamii. Kabisa. Ndio maana unaona wasomi ni wengi hata kwenye nchi yetu, lakini maisha hayaeleweki. Yaani elimu kubwa, pesa upate. Kwa sababu pesa haziletwi na elimu kubwa. Pesa zinaletwa na uwezo wako binafsi ambao unaweza kutatua shida ambazo wengine hawawezi kuzitatua. Regardless ya elimu. Sasa elimu inakuwa ni kiongezeo tu katika ule uwezo ulionao. Ukisoma elimu kubwa nje ya uwezo wako, unazidi kuwa mwoga tu. Yaani kwa sababu naona kuna namna fulani pia kama kuna kimtazamo kama nataka kubadilika, alafu bado na maswali.
Yani umezungumzia talent kwamba kwa kiasi kikubwa ndo inamfanya yule mtu ambaye anakuwa ameajiriwa pengine kuingiza kipato kikubwa. Sasa kwa mfano watu ambao ni wamemaliza labda vyuo au ambao wanakuwa wamesoma, kwa yani anaweza akawa labda asiwe na ufaulu mkubwa pengine darasani, lakini akawa na uwezo mkubwa pengine wa kusolve matatizo kabla hata ya kuwa amepata ile elimu yake. Vibaya mno. Kwanza tukirudi wa mfumo wa elimu yetu, kwa sababu umetaja hapo mfumo wa elimu yetu, ukipata F darasani huna akili, ukipata D huna akili, ukipata C angalau akili zinaanza kuja, ukipata B una akili ya wastani, ukipata A una akili nyingi. Sasa mfumo wa shule unaenda kinyume na mfumo wa jamii. Mfumo wa jamii una reward wanaofeli na kutokukata tamaa. Mfumo wa elimu una reward wanaofaulu, wanaofeli wanakuwa discarded. Sasa yule mtu ambapo kwa anafeli anaambiwa huwezi, anajaribu kwa sababu hana njia nyingine isipokuwa kuendelea kupambana, ndio huwa anafaulu. Huyu aliyepata mayai ameshazoea kwamba una akili, una akili. Akija mtaani akifeli anakata tamaa. Kwa sababu ni kama sasa shuleni aliambiwa na akili, lakini mtaani panamtukana. Panamwambia huna akili. Sasa akikompea akili alizoambiwa shuleni na vile anavyoambiwa mtaani, huyu anapata F mtaani, yule anapata F shuleni anapata A mtaani. Na ndio sababu ambao watu wengi ambao wana elimu wanakosa ajira. Lakini pia mfumo unakuta unamwandaa mtu kwa ajili ya kuajiriwa, hawezi akajiajiri mwenyewe. Sasa ajira ziko wapi? Mimi nimekuwa nikiajiri kwenye taasisi mbalimbali. Watu uwezo ni mdogo. Amesoma lakini uwezo mdogo. Na kinachochangiza sababu ni kwamba watu wengi wanasoma elimu nje ya wao. Na kwanza hapo kwenye uwezo mdogo, unavyosema amesoma uwezo ni mdogo, unamaanisha nini? Maana yake amesoma kitu ambacho hakiendani na akili yake. Sababu elimu na akili ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu hatuendi kusoma ili tupate akili, ila tuna akili ndio maana tunaenda kusoma. Sasa ile akili inayoanza ni uwezo wa asili wa mtu wa kufanya mambo pasipo kujitahidi. Sasa ule uwezo unachukua sasa utafute elimu inayoweza kuongezea uwezo. Hivi vitu nimeviendea kwenye kitabu changu cha Maisha ya Zaidi Chakula sehemu ya pili. Kwamba mfumo wa elimu unajaribu kuibua mawazo yaliyo bora ndani ya watu ili waweze akili zao ziweze kuwa effective. Ndio kazi ya elimu. Na aliongea Socrates, mwana filosofi wa Ugiriki miaka hiyo 300 kama na 37 kabla ya Kristo. Kwamba elimu ni mchakato wa kuibua mawazo yaliyo bora ndani ya mtu ili aweze kuchangiza maendeleo katika jamii anayoishi. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo bwana Socrates inaonyesha kwamba elimu na akili ni vitu viwili tofauti. Lakini pia kuna dictionary ya Indonesia ya mwaka 1991. Niwahi kuiona definition wakati na study. Kwa nini mtu anasoma lakini haoni fursa? Nikakutana na hivi vitu. Nilivyosoma ile yenyewe dictionary inasema hivi, elimu ni mchakato wa kumpa mtu maarifa mahususi. Na mtu huyu akishapata maarifa ataenenda na kufikiri kulingana na maarifa aliyoyapata. Sasa ukichukua hii tafsiri ya Indonesian Dictionary ya 1991 na tafsiri ya Socrates. Socrates anasema elimu ni mchakato wa kuibua mawazo yaliyo ndani ya akili ya mtu. Huyu anasema elimu ni mchakato wa kumpa huyu mtu maarifa mahususi. Na akishapata anafikiri na kuenenda kulingana na hayo maarifa. Maana yake ni kwamba kuna uwezekano elimu unaweza kuisoma ikashindwa kuibua uwezo wako. Ikazidi kukufifiza uwezo wako. Na hii ndio tatizo ambalo tunaliona mitaani. Mtu amesoma ana degree lakini hawezi kuona fursa. Kwa sababu fursa ni uwezo wa kuona matatizo na kujua solution yake. Sasa kama elimu uliyosoma haiwezi kukupa uwezo wa kuona suluhu ya matatizo ya kile ulichokisomea, kukusoma. Hujasoma, inabidi tena uanze shule upya. Hapa ndipo watu wanashindwa kuelewa. Anadhani ana degree kumbe hakusoma. Kwa sababu ungesoma ungekuwa na uwezo wa kuona matatizo ya watu na kuyatatua. Sasa unakuta sasa ametumia miaka mingi kuendeleza kitu ambacho si sehemu ya maisha yake. Mwisho wa siku anafifia. Ndio maana watu wamesoma lakini hawana pesa. Wahi kuwauliza wanafunzi wa vyuo, ngambia hivi mko hapa shuleni, hivi nikiwa hapa trilioni 1 ni bilioni 1,000 hapa, mtaendelea kusoma? Wakasema tusome vya nini? Maana yake sasa elimu sasa wao wamepata definition mpya kwamba elimu ni mchakato wa kupata maarifa ili nipate hela. Kumbe tunasoma ili tuibue uwezo wetu. Afule uwezo ndio uwezo kuleta suluhu katika jamii. Kwa hiyo sio kwamba ukisoma sana ndio unapata hela.
Hapana. Tena ukisoma sana ndio hela zinakukimbia. Unless una talent ya kuwa professional academician. Sasa wengine wanajikuta wanakuwa academician by default kwa sababu amefaulu sana. Anaambiwa unaona ukiwa lecturer unafaulu. Kumbe huyu jamaa ana uwezo tu wa kukariri. Yale mambo aliyofaulu sio mambo yake. Mwisho siku anakuwa lecturer mbaya au anakuwa mwalimu mbaya. But naturally sio teacher. Kwa sababu unatakiwa uwe teacher ili uwe mwalimu. Unatakiwa usome teknolojia ukiwa na asili ya teknolojia ndani yako. Unatakiwa usomee art ukiwa ni artist naturally. Si unasomea kitu ambacho hakiendani na asili yako. Na hiyo ndio sababu ambao unaona dunia ina wasomi wengi lakini matatizo kibao. Kwa hiyo utajiri hauletwi na elimu na ajira haileti utajiri. Sasa kwa tafasiri hizo inaonyesha kwamba utajiri unaletwa na kuna wale tu walioweza kuona matatizo kwenye jamii na wakayatatua. Regardless wamesoma au hawajasoma. Ndio unapata utajiri. Yaani hapo bado natamani kama nitoke huko kwenye swala zima la ajira, lakini unaona kama umenibana ulivyosema kwamba utajiri lazima uwe unaweza kuhamishika. Unahamishika kutoka kwako kwenda kwa mwingine. Sasa ajira unahamisha kutoka kwa nani? Kwa sababu ajira ili upate utajiri huwezi kupata utajiri kwa ajira, isipokuwa ajira inaweza kupa chanzo cha kupata utajiri. Sasa hapo naona kama ndo unaenda na kuwaza sasa. Kwa nini nimeongea hivyo? Nimeongea hivyo kwa wale ambao they are talented to be a professional. Na ameamua kusema kwamba mimi uwezo nilionao. Hivi unajua kwamba kuna level za ajira. Level za chini huku unaulizwa tukupe shilingi ngapi ila umekutega. Washapanga ya kwako. Lakini level za juu una negotiate. Wanakuuliza ese embu tulete proposal wewe unataka shilingi ngapi. Wewe ndio unasema mimi bila hii sifanyi. Kwa sababu you have that capacity and it's like uko unique. Hawa watu ndio wanaozungumzia wanaweza kupata chanzo cha kutengeneza nini? Utajiri kwenye mifumo mingine ya kibiashara na uwekezaji. Lakini huyu ambaye mshahara mtu akikuangalia tu value yako ni 300,000. Sasa unatokaje yako? Unaweza kuwa tajiri kwa mshahara wa 500 au milioni 7, milioni 8 uwezi. Nyumba tu shilingi ngapi ya kuishi kawaida? Milioni 30. Mwisho wa siku utakopa, unakula mishahara miaka 6 ijayo. Uitumikie hiyo mishahara kwa sababu kitoka una chanzo kingine. Kwa hiyo itabidi ukae miaka 8. Miaka 8 ikiisha unataka kufanya maendeleo ya jambo lingine. Kwa sababu maisha sio nyumba peke yake. Kuna vitu vingi. Na lazima nikwambia lazima upate uhuru wa kufanya vitu ambavyo umezaliwa navyo kuvifanya. Kwa sababu kuna mtu mwingine ameajiriwa, lakini kuna vitu ambavyo ni vya kisosho anatamani kuvifanya kwenye jamii. Anashindwa kwa sababu amesema ni ajira inanibana. Unajua kusikia mtu anasema ajira inanibana. Ukiona mtu anasema ajira inanibana, hiyo sio kitu chake. Maana yake ana kitu chake ambacho angekuwa na raha na furaha kukifanya. Dalili ya kuonyesha huwezi kuwa tajiri kwenye ajira ni pale ambapo unaichukia ajira yenyewe. Ukishaichukia ajira huwezi kutajirika. Kwa sababu hutaweza kuongeza uwezo ambao kila mtu atakutamani akuite ufanye kazi kwake. Alafu baada ya hapo ndo tukutengenezee sasa maarifa. Ili huwa ndo nasema hivi, kama unataka kuwa tajiri kwa kupitia mfumo wa ajira, become a professional entrepreneur. Huyo ndo anakuaje? Professional entrepreneur ndo kama wale nilikuwa nakwambia au masio ulikuwa na wataja. The professional entrepreneurs. Maana yake wameweza kuibua uwezo mkubwa sana ndani yao. And they trade their positions. Mimi nataka nikafanye sehemu fulani. Na hata kabla hajaenda utayama tazia shamuita. Kwa sababu performance yake iko very high. Huyu ni professional entrepreneur, sio professional kawaida. Lazima ujenge uwezo ambao hautokani tu na shule peke yake. Hapana. Ni uwezo wako plus hiyo professionalism. Ndio unaweza ukatengeneza za mazingira kuwa unatafuta equity kutoka kwenye makampuni, unafanya uwekezaji maybe kwenye real estate, kwenye makampuni mengine. Utajiri unatengenezwa sio kwenye hiyo ajira. Haiwezekani. Kwa sasa maanake tunaweza tukaconclude kwa kusema ajira haimtajirishi mtu. Ila sasa kwa mfano mimi nikipata labda hizo hela za mshahara, tuchukulie nalipwa labda milioni 10. Yep. Nikachukua labda milioni 8 nikaenda kuiwekeza kwenye labda masoko ya hisa. Maana pale kilichonitajirisha sio ajira yangu, ni soko la hisa. Yep. Na watu wangapi Tanzania wanalipwa milioni 10? Wachache sana. Should we talk that? Au tutakuwa tunawadanganya raia?
tutakuwa tunadanganya. Sababu ukianza nikipata milioni 10, watu wangapi wanapata mshahara milioni 10? Yaani tukiwahesabu kwenye nchi mshahara milioni 10 wangapi? Mimi nimekwambia business consultant, personal finance coach. Nimekutana na watu wa mishahara hiyo ila wanalia njaa. Sasa utaniambia nini? Mtu anakuta mshahara wake milioni 12 lakini hajui hela ziliko kwenda. Kwa sababu mindset ya ajira ni ajira tu. Mindset ya entrepreneur ni entrepreneur tu. Unajua umaskini sio wingi au ukosefu wa pesa. Umaskini ni mindset. Ni dhana. Yaani umaskini ukimpa milioni 40 hazitoshi. Maskini ukimpa milioni 2 hazitoshi. Lakini mtu mwenye mindset ya utajiri ana exposure namna ya kuzalisha pesa. Hata ukimpa 50,000 ataizalisha. Lakini hapo sasa ikija kwenye upande wa ajira. Kuna watu wengine sema naona kama ndo sasa naanza kuja unakotaka. Yaani maki imekuwa kama kadibeti fulani hivi. Naanza kuja kwako. Yaani naona kuna watu wengine pia wanapata ajira kwa lengo la kukuza mtaji. Mtu anakwambia labda nafanya kazi ni miaka 3 hadi 5 pengine. Baada ya hapo nitakuwa nimekusanya pesa ya kutosha. Kwa hiyo naweza nikafanya kitu kingine. Nimefanya consultation. Watu wa namna hiyo ni wachache sana. Na huenda ni namna tu walivyolelewa nyumbani kwao. Lakini ni wachache sana wanaoingia kwenye mfumo wa ajira na kusema wanatunza mtaji ili kwanza wakafanya nini. Na hao ndio ambao wanafanya biashara kila siku wanafeli. Anatunza mtaji anafikisha milioni 5. Anafungua duka na mweka ndugu yake. Biashara inakufa. Anaenda tena na madeni hapo. Analipa madeni ajiba tena anafungua. Kwa sababu nature ya mwanadamu ni uhuru. Ni uhuru. Ajira ni njia ya kupita kujifunza kuelekea unakotakiwa kuwa. Huo ndio ukweli. Na hapa nitakuwa brutal. Nitakuwa mkali kidogo. So mimi pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Nitakuwa mkali kidogo. Ajira sio design ya Mungu. Ajira ni mfumo wa kibinadamu uliotengenezwa ili kuweza kujikwamua kwa sababu uwezo wetu umekuwa mdogo. Ndio maana ukikutana na watu walio kwenye ajira ambao wanafurahia ni asilimia ndogo. Kwa sababu ajira inatumia akili yako ndogo sana kuliko akili ulio nayo. Hata kama uko kwenye linavazi likubwa namna gani. Mwanadamu anapenda kufanya vitu ambavyo amevinvent mwenyewe, ameona tatizo mwenyewe, amelitatua mwenyewe, na furaha ya mwanadamu sio hela. Ni kuona watu wengine wanastawi kwa sababu yake. Hiyo ndio furaha ya mwanadamu. Ndio maana hata matajiri wengi unaona duniani wana NGO wote. Wanapata hela, peka kwenye NGO wanasaidia watu. Kwa sababu mwisho wa siku ukishapata mahela mengi, mtu kama mtu hafurahi pesa. Kuna level ukifika una hela zina lose value. Utu unaanza kukudai ufanye kitu kwa ajili ya watu. Naongea hivi kama una hela unaweza usinielewe. Lakini siku ukizipata utajua kwa nini naongea hivi. Kwa hiyo mtaji ndio yale. Kwa hiyo tumetoka kwenye ajira. Kwa hiyo tunatafuta mtaji. Ili tukafanye biashara. Kwa hiyo mfumo huu ni lazima ukienda kwenye ajira uende na mindset ya kujifunza. Sawa? Sasa kama tunakusanya mtaji sasa ndio uje sisi kwetu tukuelekeze namna sasa ya kuingia kwenye ulimwengu mwingine. Nilisema ukiwa trained kufanya kazi miaka 10-15 huwezi kutoka from nowhere unaingia kwenye mfumo wa biashara ukafaulu, utafeli tu. Unless upate mtu mwingine ambaye yuko kule akuguide. Yaani biashara ni professionalism. Ni taaluma. Lakini pia ni vipaji vya watu. Kama vile ambavyo huwezi kukurupuka tukawa daktari. Huwezi kukurupuka tukawa mwanasheria. Kwa unapotoka kwenye mfumo wa ajira kwamba nimetunza mtaji. Wengi wao wanachukua kidhani wanajua, wanaambiwa na watu ambao walifeli. Ukifuka kuku. Wanalipa kuku. Hawawaambii changamoto za kuku. Sio hilo. Kwa hiyo lazima ukutane na wataalamu watakao kuambia bwana, na hao wataalamu wasio wataalamu tu wa maneno. Wao wamefanya biashara. Kwa hiyo hii ya mtaji nayo ni kizungumkuti. Watu wengi wameumia sana. Mimi nimefuatwa na watu wengi. Kwa nini biashara zinakufa? Ndio ile sasa ambao mimi pia ni business systems analyst. Ni mtu ambaye ninafanya business digitalization.
Ninapenda biashara aina yoyote iwe digitize ili uweze kuisupervise bila wewe kuwapo. Lakini biashara yoyote inakudai wewe uwepo. Tafuta founder yeyote hata kwenye list ya matajiri wa kwanza hata wa 200 wa 2000. Hakuna mtu ambaye kampuni alianzisha akiwa hayupo. Kitendo tu cha kuanzisha biashara afu haupo, umefeli tayari. Lazima uwepo. Ndio maana inaitwa self employed. At the beginning you become a system yourself. Afu wewe ndio visionary. Wewe ndio unaona. Sasa walio wengi wanaanzia biashara kwa tamaa ya kuongeza kipato kingine, kujazilizia sehemu ambapo ajira imeshindwa kumpa. Hii njia hii unafeli tu asubuhi. Ngoja hapo na mimi niulize swali. Yes. Kwa sababu unakuta wewe ambaye ameanzisha biashara, kumbuka muda huo anakuwa yuko kwenye ajira na umesema biashara ni vizuri ikawa yani inavyoanza tu iwe na usimamizi wako mwenyewe. Sasa hiyo yani unataka kuniambia sasa kwa mfano ili mtu kama mimi inabidi nianze kuondoka kwenye ajira alafu niende kwenye biashara. Maanake mwisho wa siku nitashindwa kusimamia. Takuwa na sehemu mbili za unajua kwa nini tutoe watu wa mbali. Bongo hapa lakini hatuwajui. Unajua kwa nini kina Bill Gates wali drop vyuo, kina Facebook, Mark Zuckerberg wali drop vyuo. Wengi tu wakishapata kitu ambacho ndio maisha yao, they are ready to die kwa ajili ya hicho kitu. Bila kusacrifice maisha yako kwa kitu unachokiamini huwezi kufanikiwa. Labda kama uko kwenye mpango wa kuganga njaa na mwisho wa siku ndio hicho kinatokea. Leo umepoteza mtaji, umejihangaisha, umetunza hela kidogo, unaumia, mshahara mdogo, milioni 5 tu. Yaani umekusanya milioni 5 miaka 4, unaipoteza ndani ya mwezi huu mmoja. Kwa sababu gani? Unahutaki maumivu. Unataka uendelee kula huku, uendelee kula huku. Sisemi huwezi kuanzia biashara ukiwa kazini. Biashara zipo za nature nyingi sana. Kuna biashara zingine ukiweka mifumo na ukaweka wafanyakazi inaweza kujiendesha na umeajiriwa. Lakini kwa mazingira ya wabongo sio nazungumzia mazingira ya kibongo bongo. Wengi hawawezi, hata mifumo hawaijui. Na hata hawatake trouble ya kujifunza kitu anachotaka kuanzisha. Yeye anaambiwa tu mifumo ya fedha hii, ukiweka mabenki, ukiweka nani unapata hela. Na ukimoja vizuri kumwambia kwa nini unaanzisha hivi? Aisee, yani ile nasikia kila mwezi ukiwa na nani miamala kadhaa, ukapata 400,000, 500,000 nikiongezea na mshahara, maisha yanaenda. Sasa huyu hana mindset ya utajiri. Huyu ni mtu ambaye anatafuta namna ya kusurvive tu. Sisi tunazungumza mtu anayetaka kuwa tajiri. Atengeneze kitu ambacho anaweza kurithisha watoto wake. Huwezi ukiwa kazini. Huwezi. Na kama utaweza utakuwa na mamenta wanaokusaidia, bwana, mtaji wako usiweke huku, weka hapa, fanya hivi, fanya. Tofauti na hapo kwa mwenyewe tu, uko kazini tu, unaanzisha biashara. Mimi nimeongea sana kwenye media, wamenipigia wengi. Wanasema brother, wengine wanasema unadanganya, mbona mimi nimeanzisha? Sawa, unaganga njaa. Hautengenezi utajiri. Kwa sababu mimi nafanya biashara bro. Nimeinvent vitu. It's very expensive, ni costly. Yani inakukosti muda, inakukosti akili. Hakuleta kitu ambacho hata atakuheshimu. Na wewe unasema ni founder. Sio mchezo. Sio mchezo. Yani hapa tusilete mchezo. Yani kama unataka kuwa tajiri, achana mambo ya kusema utakuwa tajiri umeajiriwa. Hiyo sahau. Mimi nawakatisha tamaa. Ila kumudu maisha inawezekana. Kama nataka tu kumudu maisha, mna shida. Mimi sikukatisha tamaa kabisa. Fungua haso nyingine. Mimi wanafunza vitu vigumu. Kuna watu tunafundishana tunaambia find another side hustle. Ukiwa kazini ni hustle, ndio maana inaitwa hustle. Ni hustle, utahustle kweli kweli. Lakini kama unataka kutenga vitu ambavyo unaweza kuhamisha kutoka kwa watoto wako kwenda kwa kutoka kwapo kwenda kwa watoto waendeleze, wakute wajukuu, brother, you need to pay the price. Lazima ulipe gharama. Jifunzeni tu hata kwa watu matajiri huko duniani, si wamelist watu Forbes. Sikilizeni hata watu matajiri ambao Tanzania wanajaribu kusema utajiri wao. Wasikilize hata interview. Tanzania ukiweka interview ya saa moja hasikilizi. Hasikiliza dakika 3 anaondoka. Alafu anakuja kucomment kwenye discussion kama hii. Hii discussion ni ngumu. Huwezi tu comment. Lazima ufuatilie. Uone ni nani ambaye alitajirika kwa kuwa ameajiriwa na alikuwa anatuma hela. Mimi nishalima nikiwa ofisini. Kilimo kinaitwa Bluetooth. Yaani unapiga simu, umeshaweka mbolea? Sikuvuna. Sikuvuna. Yaani nalima vitunguu na sijai kwenda. Nimelima matikiti mimi niko ofisini. Hakuna kitu mimi mtu aliyeajiriwa amefanya mimi sijafanya. Mimi nimelima, nimevaa biashara nikiwa kazini, lakini vyote vilifeli.
Sisemi hivi kwa sababu kwamba watu wote wanafeli, hapana. Ila kwenye utajiri ni kitu kingine brother. Utajiri unaohamishika kutoka kwako kwenda kwa watoto wako sio rahisi. Kwa hiyo ajira inaweza kukupa tu namna kusurvive, ukapata kamtaji ka side hustle, lakini kama unataka kale ka side hustle kakue kao kakubwa, itafika hatua inabidi tu utoke kwenye mfumo wa ajira ili ukaweke akili zako pale, kwa sababu mimi nafundisha sales and marketing, strategy, operations, there are so many things, ma CRM, customer relationship management, yote mimi nafundisha, nafanya kwenye biashara zangu. Nikiangalia ile miziko alafu mtu eti ameajiriwa, amna. Sasa hapo tumeangalia huo upande wa kwanza, tumeudadavua vizuri sana. Sasa turudi kwenye huo upande wa biashara sasa, kwa sababu kwenye ajira tumeshazungumza. Sasa tuone ni namna gani hizo biashara zinaweza zikakufanya ukatajirika. Lakini hapo ukumbuke, na hizi sababu ambazo zinafanya watu wasiingie kwenye biashara, yani ni pamoja na risk zilizopo, ujui kesho yako itakuwaje. Yani kuna vitu vingi ambavyo ndio maana inabidi mtu ajira ni riski kuliko biashara. Kwanza iwe ni ajira au biashara, usiingie huko ili upate pesa, kwa sababu pesa ni zawadi. Na mchungaji mmoja wa Kenya alisema pesa ni zawadi baada ya kutatua shida za nini za watu. Kwanza hakuna atakaye kuajiri kama hauna proof kwamba unaweza kudeliver, unaweza kuongeza thamani kwao. Kwa hiyo ajira ni mfumo wa kukodisha akili za watu ili waweze kuboresha mifumo ya biashara na wajasiriamali walivyovianzisha kwa ajili ya kutoa huduma kwa final consumer. Kwa hiyo mwanadamu ana machaguzi mawili: akodisha akili yake kwa wafanyabiashara na wajasiriamali, au yeye mwenyewe akili yake aitumie kuzalisha bidhaa au huduma kuwapa watu wanaohitaji. Hiyo ni ruti mbili za mwanadamu. Lakini pia mjasiriamali ndiye ambaye anabuni bidhaa au huduma, alafu mfanyabiashara anaenda kuchukua ile bidhaa au huduma kutoka kwa mjasiriamali. Kwa hiyo mjasiriamali ndio creator wa product and service. Entrepreneur. Kwa hiyo ukisikia mjasiriamali sio zile tafasiri za kutengeneza batiki, sabuni ya chooni. Mjasiriamali ni sehemu, lakini ni zaidi ya hivyo vitu. Unabuni bidhaa kwa ajili ya nini? Au huduma kwa ajili ya kuhudumia shida za watu. Mfanyabiashara anaenda anachukua. Sasa mfanyabiashara ndiye anajifunza distribution, channel ni ipi, marketing, sales na nini. Kwa hiyo ndio maana wajasiriamali wengi wanakuta hawana uwezo wa kuuza. Wafanyabiashara wengi ni wajanja, they know how to take that product and service na kujua wateja wako wapi. Hapo sasa nilikuwa nataka niweke hoja vizuri ili nije sasa kwenye biashara. Sasa umegundua mfanyabiashara na mjasiriamali. Sasa hivi vitu viwili nimetaka niviseme kwa sababu wengi huwa wanadhani kitu kimoja. Ni kweli. Lakini ni vitu viwili tofauti. Na mimi siku zote nina encourage watu kuwa entrepreneurs. SMEs wengi ni business people. Startups nyingi ni entrepreneurs. Unajua kuna tofauti kati ya startup na SME. Mpaka hapo umenichanganya, bado nitahitaji hiyo shule sasa itakuwa ngumu. Wanasema startup lazima iwe scalable. Yaani unaweza ukai-scale kupitia technology. Unaweza kuanzia Dar ukajikuta huko Lubumbashi, Kenya, nini, haraka within like 3 years you have that possibility kwenda nje ya mipaka. SME unaweza kuwa na hela nyingi lakini you are not scalable, you can't scale haraka, yani uweze kujipanua ukaenda kwenye location mbalimbali. Hiyo ndo tofauti kubwa. Sawa? Sasa mimi huwa nafundisha course moja inaitwa Entrepreneurship and Innovation. How to think like how to innovate. Kwa sababu myself I'm an innovator. Sio kwa kufundishwa. Innovation utafundishwa lakini lazima una kipaji. Na lazima mfumo wa elimu ulikugundua wewe una uwezo sehemu gani ndio unaweza kuwa innovator. Kwa hiyo wafanyabiashara ni watu wanaoenda kuchukua bidhaa au huduma na kupelekea wahitaji. Lakini bidhaa na huduma zinatoka wapi? Bidhaa na huduma zinatoka kwenye uwezo wa wanadamu. Kwa hiyo pesa haitakiwi kuwa ni kishawishi chako cha kuingia kwenye bidhaa au huduma, kwa sababu bidhaa au huduma inatakiwa kwanza ibebe jina lako na thamani yako. Ndio maana ukiwa na bidhaa mbovu unatukanwa wewe. Ukiwa na huduma mbovu unatukanwa wewe.
na bidhaa na huduma inamwakilisha Mungu moja kwa moja. Ndio maana utaki kutangiza bidhaa zinazoumiza watu au huduma inayoumiza watu. Ukishatengeneza hizo values ni rahisi sana kutengeneza fedha. Lakini lazima ujitahidi sana. Ukishatengeneza bidhaa na huduma lazima uwe na uwezo wa kumultiply hizo bidhaa na huduma kwenda kwa watu wengi wanaohitaji kwa haraka sana na kwa njia rahisi. Sasa hiyo kwenda kumultiply, kwenda kwa haraka sana na kwa njia rahisi, ndio biashara sasa inaanzia hapo. Kwa hiyo wafanya biashara wengi sasa, hata wanaotoka kwenye mfumo wa ajira, huwa wanaenda kufanya biashara kwa kuchukua bidhaa huduma bila kuangalia passion zao. Anaenda kuchukua bidhaa ambayo haiendani, yani yeye mwenyewe bidhaa haipendi. Ila anasikia inalipa. Anaenda anachukua nauza. Kwa sababu lengo lake ni pesa. Ikitokea changamoto kidogo tu, hawezi kuwithstand na ile product, anaanguka. Kwa hiyo kama wewe kuzalisha bidhaa yoyote au huduma yoyote, tafuta bidhaa ambayo una passion nayo. Utaiuza vizuri sana. Kwa sababu wanasema a good seller lazima hao anaielewa bidhaa anayoiuza. Na wakati mimi nafundisha mambo ya entrepreneurship skills na mambo ya sales and strategy, mara nyingi kuna sales strategy ambayo tunaitumia inaitwa consultative sales. Hiyo ni very powerful. Yani uuzaji ushauri. Yani bidhaa yako unaielewa kiasi kwamba wewe unaweza kumshauri mteja kulingana na mahitaji yake. Sasa kama sio consultative sale na bidhaa na wewe unajali hela, mteja anaweza kana hitaji bidhaa nyingine ambayo ndio ingemsaidia, unambambikiza bidhaa nyingine ili wewe uuze. Usijue kwamba kuna vitu vinaitwa post sale retention. Je, huyu mteja tarudi? Na biashara iwe sustainable lazima uhakikishe uliowauzia huwapotezi. Otherwise kila siku natafuta wengine utafeli. Kwa hiyo ukiona biashara watu wengi tukisikia competition, kwa sababu competition au tunasema washindani ni kama mfumo wa kivita. Ni mfumo wa nini? Wa kivita. Lazima msome adui yako. Na anayejikusanyia wafuasi wengi ndiye anayetengeneza fedha. Sasa wewe unakusanya, unawapoteza. Unakusanya, unawapoteza. Na unawapoteza kwa sababu gani? Tamaa ya kutaka pesa kabla kujali thamani ya watu unaowauzia bidhaa. Na haya ndio ambao nawafundisha wajasiriamali kila siku. Usitukane jina lako kwa kutengeneza bidhaa mbovu. Au wewe mfanya biashara usitukane wafanya nani wako kwa kwenda kuchukua bidhaa mbovu. Kwa mfano, ima umetengeneza bidhaa mbovu. Mimi kaja kuchukua kwako nikauza. Anatukanwa ima mimi. Wewe ambaye umeenda kuuza kwa exactly. Wala yule aliyetengeneza hata wanani hawamjui. Hawamjui. Wanakutukana wewe. Wakisha kutukana wewe, wanatukana na brand kabisa. Wanasema usinunue bidhaa iliyoandikwa PowerPod. Ile anayeuza ni Kabenda, iko same brand ile, yani usiguse. Kwa hiyo brand inatukana na wewe unayeuza unatukana. Kwa hiyo ni muhimu sana kama unataka kufanikiwa kwenye biashara au hata kwenye ile professional entrepreneur ambayo inahitaji shule zaidi, usijali pesa, jali thamani kwanza. Kwa sababu hivi vitu vyote tunavyoviona hapa ima, vitu vyote ambavyo sio natural vimetoka kwenye fikra za watu. Yani Mungu ametuumba na uwezo wa kubadilisha majani, miti, udongo, mawe kuwa bidhaa. Bidhaa zote tunazoziona hapa zimetoka kwenye ardhi, zingine kwenye miti, zingine hewani, kwenye anga. Kuna teknolojia ya kuvuna maji hapo kwenye anga. Kwa bidhaa zote zimetoka kwenye maji, wanyama, samaki, ardhi, miti. Hapa tulipo vingi ni miti, ardhi, hivi vikombe. Haya yote unayoona ni ardhi, madini yamechimbwa. Sasa nani kama mwenzio anaweza katengeneza hivi vitu? Wewe umetengeneza nini? Maana yake ulimwengu huu unaendeshwa na watu wachache sana. Na mfumo wa elimu nilianza kuzungumza pale. Una kazi hizi. Sio mfumo wa elimu wa Tanzania, mfumo wa elimu duniani una kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kuboresha akili yako. Kazi ya pili ni kuua akili yako. Usipokuwa makini, ukataka kuishi kwa sababu ya kile ulichosoma, utakufa maskini. Unakuta mtu amesoma yuko vizuri, ni accountant, master of arts, sio nini, piga kabisa mpaka CPA. Lakini huyu jamaa ni mwimbaji mzuri sana na akiimba watu wanamfuata, ila akifanya wasibu hamna naye mfuata. Maana kile mtu atakuwa endeleza uwezo wa kuimba. Sasa hivi vitu dunia imevifanya azifu vipaji ni vitu useless. Lakini ukweli ni kwamba wenye vipaji ndio wametuletea bidhaa zote mnazoziona.
kwa sababu wanakaa wanafikiri, na uwezo wa mwanadamu ni mkubwa kuliko chochote unachokijua wewe hapa duniani. Hata utengeneze kompyuta, hata yeye zije namna gani, hauwezi kufikia uwezo wa mwanadamu. Uwezo wa mwanadamu hapa duniani hauna limit. You can do so many things. Na wewe angalia dunia tulipo hapa. Ukiangalia dini, umeme umegunduliwa, magari na ndege. Angalia kila tunapoenda, baada ya miaka 10 kuna kitu kinazaliwa. Ile miaka 20, kwanza 20, 12 tu sijui kwa haipo. Lakini angalia tulipo. Ulimwengu unabadilika hivyo. Baada ya miaka 5, 6, 10 ijayo, AI itakuwa imekomaa, kuna vitu tutavisahau. Baada ya miaka 15, 20 ijayo, kuna kitu kingine kitakuja. AI tena itaonekana ni old fashion. Kwa wanadamu wanagundua vitu kila siku. Cha msingi ni mtu kukaa chini na kufundishwa how to think properly. Unawezaje kufikiri vizuri na kuweza kuzalisha bidhaa au huduma, ndio utakuwa tajiri. Tofauti na hapo, utaendelea kuzurura na kuganga njia, na mwisho wa siku tajiri kutauona. Yes. Sasa kwa kumalizia, tumezungumza hapo vitu viwili, kwamba tumezungumza ajira pamoja na biashara sasa. Ila tulikuwa naweza nikasema tulikuwa hatuja conclude. Ni nini sasa tuseme si ndo mtazamo wako, yani kiujumla, yani kwa kumalizia? Mtazamo wangu mimi ni washauri watu ambao wana kiu ya kuwa matajiri. Hiyo kiu waachane nayo. Wawe na kiu ya kutatua shida za watu. Zeni utajiri ni zawadi, ni matokeo ya kutatua shida za watu. Nashukuru sana engineer, na kuna kitu ambacho naamini watazamaji wetu wameweza kukipata, na pia yani wameweza kuona pande zote za shilingi, kwamba kwenye ajira mambo yakoje na kwenye biashara mambo yakoje. Kitu tu ambacho naweza nikawaambia watazamaji pamoja na wasikilizaji ni kuhakikisha mna subscribe kwenye channel yetu ya Skart Online TV ili mweze kupata elimu zaidi, kwa sababu huu ni mwanzo tu, kwamba tumefanya na engineer kwa upande wa ajira pamoja na biashara, lakini kuna episodes za kutosha ambazo atakuwa anazungumzia biashara, kwa sababu atakuwa anazungumzia biashara na uhakika kwa wale wote ambao tulikuwa tunatamani kufanya biashara. Kuna vitu vingi ambavyo tutakuwa tunajifunza kutoka kwake, na pia mnaweza mkaona ni sehemu gani ambayo mnaweza mkashirikiana naye, kwa sababu kama mnakumbuka amezungumzia masuala ya mentorship, kwamba ili uwepo kwenye soko lazima uwe na watu ambao tayari wamefanya hicho kitu. Na pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok kwa jina la PowerPod Podcast. Kwa leo sina la ziada, tukutane wakati ujao.